Tukielekea kwenye mchezo wa mkondo wa pili kati ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, ukweli mchungu ni kuwa ni mchezo mgumu sana kwa upande wa Simba. Kwa nini? Kwa sababu RS Berkane tayari ana faida ya mabao mawili ambayo aliyapata akiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Lakini pia ni performance ya RS Berkane ambayo ameweza kuionyesha msimu huu kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mpaka sasa wamecheza michezo 11 na wameruhusu nyavu zao kutikiswa mara 2 pekee kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch, ambapo walishinda RS Berkane kwa mabao 3-1, lakini pia kwenye mchezo wao dhidi ya Constantine ambapo walipoteza kwa bao 1-0 baada ya Berkane wao kushinda nyumbani kwao mabao 4-0, wakaenda ugenini kwa Constantine wakapoteza kwa bao 1-0. Kwa hiyo ni mabao mawili pekee ambayo Berkane wameyaruhusu mpaka hivi sasa, huku wao wakiwa wamepachika mabao takriban 20. Kwa hiyo inakuonesha kwamba ni klabu yenye uimara na ubora wa hali ya juu sana kulinganisha na Simba Sports Club. Sio kwamba Simba alipoteza mchezo wa kwanza kwamba alikuwa na mchezo mbaya kiasi hiko, hapana, bali ni ubora ambao alikuwa nao RS Berkane ambao wachezaji wake waliweza kuonyesha kwenye pitch. Kwa hiyo mchezo wa siku ya Jumapili wa Simba dhidi ya RS Berkane na Simba ikiendelea kuteseka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kati ya Simba na RS Berkane tayari kuna ule mstari wa ubora ambao unavitenganisha vilabu hivyo viwili. Kwa hiyo na Waswahili walisema kwamba siku zote sikio haliwezi kuzidi kichwa. Yes, hata kama sikio likiwa kubwa kiasi gani basi haliwezi kuzidi kichwa. Kwa hiyo ninauona mlima mrefu sana kwa Simba kupindua matokeo na kuifanya aggregate iwe 2-2, pengine hapo sasa labda kuelekea kwenye penalti, lakini naiona ni Simba ambayo itakuwa na wakati mgumu sana kuizuia RS Berkane isipate wala bao moja. Simba anaweza kashinda, lakini sio matokeo ambayo yatawanufaisha wao na kuwawezesha kuwa mabingwa wa CAF Confederation Cup. Anaweza kashinda lakini bao 2-1 au bao 1-0. Yani sioni Simba ambayo inaweza kuizuia RS Berkane isipate wala bao moja, na wao wakipata bao moja RS Berkane kwa inakuwa ni faida kubwa sana, na tayari watakuwa kwenye asilimia nyingi zaidi za kuweza kutoa kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu jana walipoteza dhidi ya Zamalek, na msimu huu wameingia tena finali. Kwa staraji kuiona Berkane ikipoteza final back to back. Walipoteza dhidi ya Zamalek, sofa msimu huu wanakutana na Simba ambao tayari wako nyuma kwa mabao mawili. Lakini pia hata kocha wa klabu ya RS Berkane, Moin Shaban, yeye baada ya mchezo ule wa nyumbani kwao kule alisema kwamba alisoma Simba na akakiri kwamba Simba ina wachezaji wazuri, lakini akasema mapungufu yao wanayajua. Simba wakifanywa pressing, highline pressing, basi wanafanya makosa mengi, na akaahidi kuwa hata mchezo wa pili pia atajaribu kufanya pressing. Kwa hiyo tutaona je, Simba ana uwezo wa kuzuia pressing ya RS Berkane. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kwao pia. Kwa hiyo ninaona ni mchezo ambao ni mgumu sana kwa Simba, na hata nikisema niweke asilimia, basi asilimia kubwa nitampatia RS Berkane za kutoa ubingwa, kwamba Berkane nitampatia asilimia 75 na asilimia 25 nitampatia Simba kuweza kutoa ubingwa. Lakini pia tutarajia ambao utakuwa ni mchezo wenye vitu vingi ndani ya uwanja kama kawaida kwa timu ambazo zinatoka Afrika Kaskazini, kwa maana ya Morocco, Misri, Algeria, Tunisia. Vimekuwa ni vilabu ambavyo vikishapata matokeo ambayo yanawanufaisha wao au yanawafaidisha wao, basi wamekuwa wakitumia muda mwingi sana kupoteza kiwanjani. Mchezo unapaswa kuchezwa dakika 90, si ajabu kuona mchezo ukichezwa dakika 70 au hata 65, dakika 20 au 25 zote zikawa zinapotea kwa matukio ya kiwanjani, na ni wazuri sana kwenye kumhadamu muamuzi. Kwa hiyo mchezaji anaweza kuguswa kidogo tu akagaga chini pale, dakika 5 zimepotea tayari. Kwa hiyo Simba wajiandae. Kwa hiyo hasa psychologically Simba wanapaswa kuwa vizuri zaidi kufahamu kwamba tunacheza na timu ya aina gani, na tunacheza wakati huo ubao matokeo ukiwa unasoma 2-2. Kwa hiyo lazima tuwe wajanja kulinda muda. Kondo hayo tu, lakini Simba ana wakati mgumu zaidi kuelekea kwenye mchezo wa finali.